Karibu tena ndugu mtazamaji wa msikilizaji wa DRC News TV pale popote ulipo. Kwa wale ambao mnatufuata mkiwa barani Afrika tunasema ni karibu sana. Wale ambao mnatufuata mkiwa Asia, Marekani, wale ambao mnatufuata mkiwa Ulaya, Canada, Australia, hata na sehemu zingine tofauti, tunasema ni karibu tena kwa taarifa habari zetu za jioni ya leo. Leo ni Jumapili tarehe 14 mwezi Disemba ama mwezi wa 12 mwaka 2025. Pale ambapo nakwenda kurudi kwa taarifa habari zetu za jioni ya leo, tukiangazia yale ambayo yanaendelea kwa sasa mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hata na nchi ya Kongo yote kwa ujumla. Pale ambapo kunaendelea operesheni kubwa sana kati ya kundi la waasi wa M23 na wale wote ambao wanaendelea kupigana kwa upande wa serikali ya Kongo. Na hilo ni jeshi la FARDC likiendelea kuungwa mkono na makundi tofauti ya wazalendo, lakini pia na kikosi cha wanajeshi wengi waliotoka nchini Burundi ili kuambatana na jeshi la nchi hiyo kupigana na kundi hili la waasi wa M23, ambalo pia kwa upande mwingine limekwisha kujiunga na kundi la Twirwaneho, sana sana ni kutoka kwenye milima mirefu ya Fizi, Uvira na Mwenga. Na bila kuponda muda, nataka moja kwa moja turudi kwa updates zetu wa jioni ya leo, tukitizama jinsi hali ilivyo kwa sasa kwenye uwanja wa mapigano. Na moja kwa moja tunaanzia habari zetu kwenye mistari ya mapigano. Hapo ni Axe Uvira Makobola ukielekea Baraka, pale ambapo asubuhi na mapema siku ya leo kumeamkia mapigano makali sana tena zaidi kati ya pande zote mbili. Jambo ambalo liweza kusababisha ndugu mtazamaji wa msikilizaji, sehemu ambayo imejulikana kama Makobola kuingia mikononi mwa kundi hilo wapiganaji wa M23. Nataka moja kwa moja tuanzie habari zetu hapo, alafu tukuje kuelekea Baraka, Bibogobogo, tukuje kupanda kwenye milima mirefu ya Fizi, Uvira na Mwenga, na tukuje kumalizia habari zetu kwa siasa nchini humo. Nataka tuanzie habari zetu Makobola. Après de rudes combats entre l'armée congolaise et ses alliés contre le rebelle D23, soutenu par l'armée rwandaise, la localité de Makobola et ses environs est passée ce dimanche sous contrôle de la coalition rebelle qui tente de progresser vers Mboko, 55 km au sud-ouest. Ndugu mtazamaji wa msikilizaji, hapa ni kwenye ukuta wake ndugu ambaye amejulikana kwa jina la Daniel Michombero Batubenga, ambaye amejulikana sana kama mwanahabari ambaye aliweza kufuata ama kuwa kwa laini ya kwanza kufuata habari ambazo zinaendelea kwa sasa mashariki mwa Kongo. Na sio yeye peke yake, ndugu ambaye amejulikana kwa jina la Steve Wembi aliweza kudhibitisha habari hizo kwa ni kweli. Akasema Makobola passe sous contrôle de l'Alliance Fleuve Congo bar M23. Na sio huyo peke yake, kuna ndugu huyu pia ambaye amejulikana kwa jina la Patriote, aliweza kuandika maneno haya kwenye ukuta wake wa Twitter. Akasema kuwa Makobola Kasekezi, ameongeza kijiji kingine ambacho kimejulikana kama Kasekezi Tombe. Désormais ces deux cités sont libérées et sécurisées par l'armée révolutionnaire congolaise, ARC en sigle. Les lieux de Sarambwe invisible, le zeur de Bijabo, and so on and so on. Ndugu mtazamaji wa msikilizaji, habari hizi ni habari ambazo ziliweza kutufikia siku ya leo masaa za mchana, pale ambapo kuliweza kuamkia mapigano makali sana kati ya pande zote mbili kutoka axe hiyo ya Uvira wakielekea sasa mjini Baraka. Na baada ya mapigano hayo makali, sehemu sasa hii ama site ya Makobola iliweza kuingia mikononi mwa kundi la wapiganaji wa M23. Hizo ni habari za kweli tena za kuaminika ambazo zimekwisha kudhibitishwa na vyanzo vingi tofauti na wale ambao wanapatikana kwa sasa kwenye mistari ya mapigano. Le général Amuli Chiviri, commandant des opérations à Uvira, est arrêté et acheminé directement à Ndolo.
Il a désorganisé les Wazalendo. Il a travaillé pour que les unités FARDC se retirent d'ici à Luvungi. Un traître aux origines douteuses et anciennes de RCD. Mtazamaji wa msikilizaji, mambo imeanza kuharibika na kuwa mbaya zaidi. Serikali ya Kinshasa imekwisha kumuita huyu ambaye alikuwa anasimamia kwa sasa operation ambazo zilikuwa zinaendelea mkoa wa Kivu Kusini, hapo ni mjini Uvira. Ndugu huyu ambaye amejulikana kwa jina la Amuli Chiviri aliweza kusimamishwa na kuelekezwa kwenye gereza ambayo imejulikana kama Andolo. Kisa na maana inasemekana kuwa kiongozi huyu aliweza kudesorganize ama aliweza kuleta vurugu kwa wazalendo na aliweza kufanya ili wanajeshi wa Kongo waweze kutoka mjini Luvungi. Waweze kutoka jijini Luvungi na kurudi nyuma wakielekea Sange na Uvira na kuacha sehemu zote mikononi mwa kundi hilo wapiganaji wa M23. Jambo hili ni kama mambo mengine ambayo yamefanyika kwa wale ambao walikuwa wanaongoza operesheni mjini Goma, Bukavu. Wale wote ambao waliweza kukimbia vita hivyo waliweza kuwa interpele, wengi wao kwa sasa wamefungwa wako gerezani kulingana na tatizo hili la kuendelea kukimbia operesheni na kuacha sehemu mikononi mwa M23. Tunapoendelea na habari zetu ndugu mtazamaji na msikilizaji, habari zingine ambazo zimetufikia ni kuwa sehemu ambayo imejulikana kama Bibogobogo. Siku ya leo kumewasili wapiganaji wengi sana kutoka jeshi la Burundi ambao walikuwa kwenye milima mirefu ya Fizi, Uvira na Mwenga, pale ambapo kulingana na habari zetu tumepata kutoka sehemu hiyo ni kuwa kwanza masaa za saa 9, saa 10, saa 11 za asubuhi alfajiri hadi masaa za mchana yote, maelfu ya wanajeshi wa jeshi la Burundi pamoja na baadhi ya viongozi wa kundi ambalo limejulikana kama Gumino waliweza kuanza kuwasili Bibokoboko wakielekea kukamata meli na kuelekea mjini Bujumbura, hapo ni nchini Burundi. Hawa ni wale ambao walikuwa wanapigana kwenye milima mirefu ya Fizi, Uvira na Mwenga. Wengi wao sana wameanza kuonekana, lakini habari ambazo tumezipata ni kuwa wengi wameendelea kubaki njiani baada ya kuchoka sana na mchoko na kukosa chakula na maji. Mvua ilikuwa ni nyingi, wengine hata walikuwa wanaaga dunia wakiacha maisha yao njiani sababu ya safari mbaya sana ambayo iliweza kuwapata wapiganaji hawa kutoka nchini Burundi. Hapo ni baada ya maneno ambayo kamanda mkuu wa jeshi la Burundi ama jemadari mkuu wa jeshi la Burundi aliweza kuzitangaza, akisema kuwa jeshi la Burundi halikushindwa kamwe na halitawahi shindwa kamwe. Kulingana na yeye amesema kuwa iwapo waliweza kutoka sehemu ambapo walikuwa na kuacha M23 kuingia, walijaribu kuheshimu mkataba wa amani ambao ulikuwa umetiwa sahihi kati ya nchi ya Rwanda na nchi ya Kongo, hapo ni mjini Washington nchini Marekani. Akasema kuwa tuliweza kuondoa wanajeshi wetu kabla hata M23 ifike huko ili tuweze kuheshimu jambo hilo. Na wakati ambapo tuliweza kuondoa wanajeshi wetu ndipo M23 iliweza kukuja sasa na kukamata sehemu ambapo wanajeshi wetu walikuwa wametoka. Lakini si ya kwamba sisi tumepigana na wao tukashindwa ndiposa wakaingia. Kamanda huyu amesema kuwa sisi ni kuheshimu mkataba wa amani kati ya nchi hizi mbili, ambapo Burundi pia ilikuwa mmojawapo mwa mashahidi ambao alienda kushuhudia mkataba huo ukitiwa sahihi. Na baada ya hapo aliweza kupeana masaa 72 kulingana na yeye ili wanajeshi wote watoke huko. Sasa anasema kuwa nchi ya Burundi iliweza kuheshimu mambo hayo ili iweze kuondoa wanajeshi wake huko, ili serikali ya Kongo ama serikali ya Marekani na nchi zingine zote zisije kusema kuwa nchi ya Burundi ndiyo imejaribu kukua kikwazo ama kuendelea kusababisha kuwa shida kwa usalama mdogo ambao unaendelea mashariki mwa Kongo. Acheni M23 ingie Fizi. Sipendi kuwisha raia na vijana bure kwa faida ya Kinshasa isiyo tujali. Kinshasa ndo inatuwisha hivyo, sipendi vita Fizi.
Kila siku ni sisi ndo tunakufa bure na kurudia nyuma. Vita hii ni ya siasa. Tulifanya mwaka Luvungi bila msaada wowote ule wa serikali. Tulifanya mwaka Luvungi bila msaada wowote ule wa serikali. Viongozi wote wa serikali walifika Uvira, hawakufanya chochote. Acheni M23 ingie. Wakikuja juu ya kuwa raia, basi hutapambana nao. General Mayele. Ndugu mtazamaji wa msikilizaji, haya ni maneno ambayo aliweza kuyatangaza mojawapo mwa viongozi wakuu wa wazalendo ambaye amejulikana kwa jina la Mzee General Mayele, akisema kuwa kwa sasa anaita raia wote wa Fizi kupokea M23 na kuiacha ingie. Sababu amesema kuwa serikali ya Kongo haikufanya chochote. Wanauawa, wanakufa, wanapitia mambo mabaya mengi, lakini serikali ya Kongo hakuna msaada yote waliwapea. Akidai kuwa wamefanya mwaka wote mzima akiwa Luvungi, lakini hata na chakula ilikuwa ni shida, hata na msaada wote hakuna. Akidai kuwa siwezi kuwa chanzo cha vijana kuendelea kuuawa na siwezi ruhusu raia waendelee kuuawa bure wakikufa juu ya serikali hii ambayo haitaki kufanya chochote kwa raia wao ama kwa sisi ambao tunajaribu kumwanga damu yetu kwa ajili ya nchi ya Kongo. Sasa General Mayele amesema kuwa basi nataka tuache M23 ikamate Fizi na iweze kutawala, sababu serikali haikuchukua nafasi yake ya kulinda raia na mali zao. Ni mtazamaji wa msikilizaji, mambo